Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Junior Media, michezo, habari na burudani. Tuko hapa kukuletea kile ambacho kimeweza kutokea leo katika mitandao ya kijamii na kushika headlines mbalimbali katika vyombo vya habari. Lakini taarifa ambayo tumeweza kukusogezea mtazamaji leo ni kutoka kule kwa Papa Francis Roma, ambapo kiongozi huyo wa kanisa la Kikatoliki duniani ameweza kupata changamoto ya kiafya, ambayo changamoto hii inasadikika kuwa ni homa ya mapafu ambayo imeweza kumsumbua katika wiki kadhaa za hivi karibuni, ambapo taarifa zinasema kwamba Papa Francis amegundulika na homa ya mapafu katika mapafu yake yote mawili, na hali yake bado ni mbaya kwa mujibu wa taarifa kutoka kule Vatican. Kwa zaidi ya wiki moja, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akisumbuliwa na maambukizi kwa njia ya upumuaji na anapatiwa matibabu katika hospitali ya Gemelli huko Roma. Vatican imesema kuwa uchunguzi wa CT scan kwenye mapafu umebaini kuwa Papa Francis ana tatizo hilo, ambapo katika hatua za awali hali inayohitaji matibabu zaidi. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 23 Februari huko Vatican, ilieleza kuwa hali ya Papa Francis bado ni mbaya, huku vipimo vya damu vikionyesha kuwa ana tatizo dogo pia la figo. Hata hivyo, Vatican ilieleza kuwa anaendelea kupata nafuu kiasi, yuko macho na anafahamu vizuri. Ugonjwa huu ambao unamsumbua Papa Francis ni maambukizi ya homa ya mapafu, ambayo ugonjwa huu unasababisha uvimbe kwenye mifuko ya hewa ndani ya mapafu. Mifuko hii ya hewa inaweza kujaa maji au usaha na kusababisha dalili zifuatazo kama kukohoa huku ukitoa makohozi yenye ute na usaha, homa, kutetemeka na kuhisi baridi kali, maumivu ya mwili, kuchanganyikiwa, kupumua kwa shida. Pneumonia inaweza kusababishwa na viumbe vidogo kama bakteria, virusi na fangasi. Viumbe hivi vinaweza kuenea kwa njia ya matone kutokana na kukohoa au kupiga chafya au kwa kugusa uso wenye vijidudu kisha kugusa mdomo, pua au macho. Kwa Papa Francis ana tatizo hili ambalo ni bilateral, ikimaanisha kwamba maambukizi yameathiri mapafu yote mawili badala ya pafu moja tu. Hata hivyo, watafiti wa chuo kikuu cha teknolojia cha Sydney, Australia, wanaamini kuwa homa ya mapafu katika mapafu yote mawili haina maana kwamba maambukizi ni mabaya kiasi hiko. Lakini mwaka 2021 kulikuwa na takribani ya visa milioni 344 vya watu wenye ugonjwa huu duniani, ambapo milioni 2.1 kati ya visa hivyo vilisababisha vifo. Kati ya vifo hivyo 500,000 vilikuwa vya watoto wenye umri chini ya miaka 5, kwa mujibu wa utafiti wa kimataifa wa mzigo wa magonjwa Global Burden of Disease Study. Katika mwaka huo huo, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, maambukizi ya njia ya chini ya upumuaji yalikuwa sababu ya 5 ya vifo duniani badala ya magonjwa ya moyo, COVID-19, kiharusi na ugonjwa wa sugu wa kupumua COPD. Mwana habari, ni kushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari kutoka kule kwa Papa Francis, ambapo taarifa zinasema kwamba kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki duniani anasumbuliwa na homa ya mapafu, lakini taarifa za madaktari na hospitali ambayo ameweza kufikia huko nchini Roma wanasema kwamba yuko salama na anaendelea vizuri. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Unapomaliza kutazama habari hizi ambazo tumekusogezea hapo, usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.